بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa sirajan munira. Wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie yeye Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bila kupoteza wakati ningependa tuzungumzie maana ya saum, maana ya funga. Funga inamaanisha nini? Kilugha inamaanisha nini? Kilugha neno saum neno funga lina maana ya kujizuilia kufanya jambo lolote la kawaida. Katika Qur'an tunafahamishwa kuwa Bibi Maryam baada ya kumzaa Nabii Isa alayhi salam alijizuilia, alikuwa katika saumu ya kutosema na mtu yoyote juu ya mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatueleza katika suratul Maryam aya ya 26 pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuja anatuambia katika suratul Maryam ambayo ni sura ya 19. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Na kama ukimwona mtu yoyote akauliza habari za mtoto huyu, sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rehema kwa mwingi wa rehema ya kufunga. Kwa hiyo leo sitasema na mtu. Katika sheria ya Kiislamu kufunga saum ni kujizuilia kula, kunywa, kujamii, kuingiza kitu chochote katika matundu ya mwili na kujizuilia kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia alfajiri ya kweli mpaka kuingia magharibi. Lengo la saum katika Uislamu ni kumwezesha mja awe mcha Mungu kwa kufuata maamrisho yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake yote. Hivyo ili lengo ili litimie, mfungaji pamoja na kujizuilia kula, kunywa na kujamii, hana budi pia kujizuilia na kitendo chochote kitakachompelekea kuvunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana nyingine, ili saumu ya mfungaji iwe na namna na yenye kufikia lengo, mfungaji hana budi kukizuilia, kukifungisha kila kiungo chake cha mwili: macho, ulimi, masikio, mikono na hata miguu, pamoja na fikra na hisia zake na matendo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ya macho ni kujizuilia kutazama yale yote aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ya ulimi
ni kujizuilia na mazungumzo yote aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kusengenya, kusema uongo, kugombana na kadhalika. Na funga ya masikio ni kujizuilia kusikiliza yale yote aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na funga ya miguu ni kujizuilia kwenda yale yote aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ya fikra na hisia ni kujizuilia na fikra na dhana mbaya ambazo zinampelekea mja kuvunja amri na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika maana hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi zifuatazo. Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yule ambaye man lam yada qawlu zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa sharaba, yule ambaye haachi kusema uongo na haachi kufanya vitendo viovu, basi Allah ana haja na kuona kuwa anaacha chakula chake na kinywaji chake. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hana haja na funga ya mtu ambaye katika maneno yake ni mwenye kuongea, ni mwenye kusema maneno mabaya, maneno maovu, maneno ambayo hayatamzidishia kitu chochote katika ile funga yake, bali ili kumpotezea tu wakati. Yeye anafunga lakini kusengenya yeye yupo, yeye anafunga lakini uongo ndani yake upo. Yani yeye maneno yote mabaya, mambo yote maovu mtu kama huyu anayo, alafu anajiita kuwa amefunga. Basi fahamu ya kuwa Allah ana haja na funga ya mtu kama huyo. Mtu gani? Mtu ambaye ajizuilii na katika kuongea matendo maovu, haachie. Amefunga lakini katika kufunga kwake yeye tabia yake ni kusemanga watu, tabia yake ni kufanya matendo maovu, hajizuilii katika macho yake. Subhanallah, mtu kama huyu anajiingiza katika machafu ya kuangalia vitu ambavyo akiviangalia vitu kama hivyo atafanya tukio na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari. Abu Huraira radhiallahu anhu ameeleza kwa Mtume wa Allah amesema, ni wangapi wamefunga lakini wanafunga ila kukaa na kitu? Ni wangapi wanaoswali usiku ambao hawana swala ila huambulia kupoteza usingizi tu darini? Hadithi hizi zinatubitishia kuwa ufungaji usioambatana na kujizuilia na maovu na machafu haumpati mfungaji faida yoyote. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.